Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa kile ambacho kinaendelea, mambo ni mazito kwelikweli juu ya kile kinachoikumba sasa hivi Young Africans. Ni mwendo wa kesi ambazo zimekuwa zikiweza kuendelea, huku mvutano ukiwa ni mkubwa kwelikweli. Sasa kuna taarifa nzito kwelikweli ambayo imetolewa kwa wakati huu kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na mimi nikaona sio vyema niache kukusogezea taarifa hii mdau wangu wa soka uweze kujua kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Hapa nazungumzia klabu ya soka ya Young Africans. Ila kabla tujaendelea kukupatia kile ambacho kimeweza kujili kwa siku ya leo katika viunga vya Twiga na Jangwani, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika muendelezo wa yale ambayo yanaendelea kutokea kwenye kikosi chao. Bana, taarifa zinakuwa ni nyingi kweli kweli, huku ukiweza kushuhudia siku zinazidi kutembea kweli kweli juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, kukiwa mpaka sasa hakuna hatma yoyote ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha mabingwa watetezi Young Africans. Sio maandalizi wala sio kujiandaa. Wapinzani wao ambao ni Simba Sport Club wamekuwa wakishinikiza kwamba mechi ipo, na wakiwaambia mashabiki zao kwamba wakae tayari kwa jambo lolote, muda wowote watatangaziwa na bodi ya ligi juu ya mchezo huo. Sasa klabu ya soka Young Africans ilipoitwa na bodi ya ligi kwenda kukaa kujadili masuala mazima ya mchezo huo, waliwaambia kwamba mustakabali wao uko pale pale, na wakaongeza mapendekezo ambayo yaliweza kutolewa, ikiwemo ni kuvunjwa kwa bodi ya ligi pamoja na kamati zingine ambazo ziliweza kuainishwa katika barua ambayo klabu ya soka Young Africans ilipeleka katika shirikisho la soka la Tanzania TFF, wakiomba kufanya hivyo ndipo watakapoweza kucheza mchezo huo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara namba 184. Sasa unaambiwa ya kwamba kile kilichoweza kutokea hakukuwa na sababu za msingi zilizosababishwa dabi isichezwe tarehe 8. Yani kila kitu kimeweza kuwekwa wazi kwamba sababu ambazo zilizotolewa, yani hakukuwa na sababu. Na hata unafahamu ya kwamba msemaji wa klabu ya soka ya Yanga Ali Shaban Kamwe aliweza kunukuliwa alipokuwa akiweza kuzungumza na wanahabari. Alisema ya kwamba kuna kiongozi mkubwa ndani ya serikali ambaye alitajwa wakati wa kikao cha bodi kwamba ndio aliyesababisha mchezo ule usichezwe siku ya tarehe 8, huku akisema ya kwamba ripoti ya uchunguzi iko tayari. Hofu ni kumtaja huyo kiongozi ambaye alisababisha yote haya. Sasa anaandika mchambuzi hapa, anazungumzia Amri Kiemba, anasema ya kwamba ukitumia kanuni kwenye sehemu ambayo ulitumia busara, ndicho ambacho kinawachanganya bodi ya ligi hivi sasa. Mimi nadhani Yanga wapo tayari kucheza na kumaliza ligi kwa mechi zote 30, kama tu yale yote ambayo wanahisi haikuwa sawa ama haikuwa haki yatapatiwa ufumbuzi. Kunawezekana kuna mengine yanaweza kuwa sio ya kupatiwa ufumbuzi kwa msimu huu, labda ni kwa misimu inayokuja, lakini yale yanayoweza kuyapatia ufumbuzi na kuyatolea ufafanuzi wanaweza kuyajibu, na yale yanayohitaji muda mrefu wanaweza kuyaweka kwenye panel ya kushughulikiwa. Lengo la Yanga sidhani kama ni kukomoa, ni kujaribu kutengeneza mifumo ambayo inakuwa imara, isiwe
kila mtu akiamka anasema mechi hakuna, yani kuwe na utaratibu ambao kila mtu atauheshimu na kuufuata. Mfano kuahirishwa kwa mchezo, nguvu ambayo imetumika kupanga ratiba ya tarehe 15 Juni, kama wangeitumia Juni 8, leo tulikuwa hatuzungumzi, kwa sababu ingekuwa mchezo ule ulishaisha kwa maana ya kuchezwa au kuchezwa, ila ulishaisha kwa kufuata taratibu na kanuni ambazo wanasema wanazitumia sasa hivi. Mimi nadhani hakukuwa na haja ya kutunishiana misuli, ilihitajika busara ili kuweza kuendelea jambo liloanza kwa busara, kulimaliza kwa busara. Nasema kwa busara kwa sababu mpaka saa 4 anaojiwa mwenyekiti wa bodi ya ligi anasema mechi ipo, maandalizi yaendelee. Kwa hiyo unaona kwa kiasi gani baadaye zilikuja busara, sio tena zile kanuni na taratibu ambazo wanadai walizisimamia. Maneno ya mchambuzi wa hapa nazungumzia Amri Kiemba akiweza kuweka bayana yale yote ambayo yameweza kuendelea ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Yanga. Lakini ukitoka kidogo kwenye yale ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu, kuna taarifa ambayo pengine kwa mashabiki wa klabu ya soka Young Africans inaweza ikawashtua kidogo. Unaambiwa vyanzo maalum vya habari kutoka ndani ya Wydad Casablanca vimeiarifu kwamba mkataba wa mchezaji wa kimataifa wa Burkina Faso Stefano Aziz Ki na Wydad ni wa mwezi mmoja, kukiwa na kipengele cha kusaini mkataba wa kudumu wa miaka 3 iwapo benchi la ufundi watashawishika na kiwango cha mchezaji huyo. Kocha wa Wydad Mohamed Amin amethibitisha kwamba klabu hiyo imeanza kutumia mifumo hiyo ya mikataba, ikiwa ni sehemu ya mbinu ya majaribio yanayolenga kupima ubora wa wachezaji wa kigeni kwa mtindo na mahitaji ya timu. Amesema kocha huyo kwamba katika taarifa yake kuhusu programu walioitoa kupitia shirikisho lao, mchezaji yoyote ambaye tutamsajili kwa mwezi mmoja na ambaye ataonyesha sifa za kiufundi na za kuridhisha, tutafanya chaguo la kumsajili rasmi kwa miaka 3. Kwa upande wake, mwandishi wa habari huyo kutoka huko Wydad anasema kwamba mtangazaji wa kipindi hicho amesema kwamba alieleza kuwa hatua hii inawakilisha mkakati wa makusudi wa uongozi wa Wydad kulinda maslahi ya klabu. Sasa kile kinachoendelea, unaambiwa katika ligi ya Batola Pro ambao ni ligi ambao wanashiriki huko Morocco, wameweka kanuni kwamba kila timu inaruhusiwa kusajili wachezaji wa kigeni wasiozidi 5. Uwanjani wataruhusiwa kutumika wachezaji wasiozidi 3 kwa pamoja. Wydad kuelekea kombe la dunia la vilabu msimu huu pale Marekani wamesajili wachezaji wengi sana wa kigeni kuelekea michuano hiyo, akiwemo Stefano Aziz Ki akitokea Young Africans. Kwa hiyo wachezaji wengi wa kigeni waliosajiliwa hivi karibuni na Wydad wamesajiliwa kupitia dirisha maalum la usajili lilofunguliwa na FIFA kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la vilabu, lakini wachezaji hao hawajaingizwa kwenye mfumo wa ligi kuu. Wachezaji wengi wa kigeni waliosajiliwa na Wydad kuelekea kombe la dunia la vilabu wamepewa mkataba wa mwezi, na wengine kukiwa na kipengele cha kusalia endapo kocha wao ataridhishwa na kiwango cha mchezaji. Kumbuka wanatakiwa kuwa wachezaji 5 wa kigeni watakaotumika kwenye ligi kuu ya Batola Pro kutoka kule Morocco. Swali ni kwamba, je, kama kocha huyo akimkataa Stefano Aziz Ki, ni wazi ya kwamba Stefano anarudi kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara akiwa na kikosi chake cha Young Africans kwa sababu amesajiliwa mwezi mmoja, au itakuwaje? Tusubiri kuweza kuona ni nini ambacho kitakachojiri katika sakata hili. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na haya.